Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, karibu sana. Sasa tunaona kwa upande wa Harmonize nyimbo ya Furaha ambayo walitoa mwaka 2025 imeweza kufikisha streams milioni 2 katika upande wa Spotify. Sasa basi, hii ni ngoma tu peke yake, ni ngoma moja ambayo Harmonize mwaka 2025 ameweza kufanya maajabu, au sio bana? Na tunaona ngoma hii iliweza kuuploadia nadhani ilikuwa ni mwezi wa 5 na imeweza kuweka maajabu katika digital platform tofauti. Sasa hapa nimejikita zaidi katika upande wa Spotify. Kumbuka mtu anaweza kanunua viewers katika upande wa YouTube na akaweza kufanya maajabu makubwa sana katika upande wa YouTube, na kufanya maajabu hayo kwa maana ya kwamba anaweza akastua umma kwamba ni msanii mkali ambaye ana kipaji kikubwa, lakini pia kwa upande wa digital platform ni tofauti zaidi. Kwa hiyo cha kwanza, wasanii duniani mfano kama Drake na Wizkid kutokea nchini Nigeria, Drake kutokea kwenye nchini Marekani, ukiwatazama vizuri ni kwamba wanatengeneza numbers nyingi sana katika upande wa digital platform, hasa Spotify. Lakini pia ni kwamba ukizungumzia Drake katika upande wa Spotify ana streams nyingi sana. Sasa kumbuka, wasanii katika hizi digital platform ndiko wanapotengeneza CV zao kufanya shows katika maeneo mbalimbali duniani. Hapa inamaanisha kabisa kwamba watu sio kuview tu YouTube. Kuna wale mashabiki ambao huwa wana streams ngoma. Yaani nikuelesha kitu kimoja, ni kwamba pengine wabongo hawana utaratibu wa streams ngoma katika digital platform, lakini kwa wenzetu hawa download tu ngoma tu hivi hivi, waga wana streams ngoma katika upande wa digital platform. Na kwenye digital platform ukiona msanii ana streams kibao, yani ana streams nyingi katika upande wa digital platform, mfano Spotify, Audiomack, Boomplay, iTunes, hizo zote ni kwamba zinamuingizia maukuto ya kutosha. Yani licha ya kwamba msanii anategemea show kupata pesa, lakini anapo release ngoma yake, au sio bana, ni kwamba ngoma yake ikiwekwa katika digital platform ni kwamba anapata pesa ambayo pengine angeenda kufanya show pale Mbagala ama angeza kufanya show pale Uwanja wa Taifa, kwa sababu zile streams ni kwamba mtu anapay kuview, yani anapay kuview. Sasa ukiangalia kwa haraka ngoma hii ambayo aliitoa mwanzoni mwa mwaka huu, Furaha, ambayo total streams on Spotify ambayo ni 2.2 million 40,271, ambapo ndio rekodi ambayo ameweza kuiweka. Maana yake ni kwamba hii ni miongoni mwa ngoma ambazo zinamuingizia fedha nyingi sana. Sasa basi, labda nikuelewesha kitu kimoja. Kwa nini Konde Gang wanaweka hizi data katika digital platform zao? Ni kwamba hata wale watu ambao wanataka kuinvest katika mziki wa Harmonize waona kabisa kwamba hapa kuna hela na mziki ni fedha. Kwa hiyo kwa wale ambao hawafahamu ni kwamba hii ni biashara, mziki ni biashara. Ndio maana tunaona alipambana sana kuweza kufanikisha jambo lake kutoka katika upande wa WCB na kuweza kujitegemea. Kwa hiyo tunaona kwa upande sasa hivi wa Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao kiukweli anafuatiliwa sana. Yani sio tu katika upande wa social media na vitu kama hivyo, bali katika digital platform. Na inaweza kusema kwamba katika miongoni mwa wasanii Tanzania ambao wanafuatiliwa sana katika digital platform, huwezi kumsahau Harmonize. Na ni msanii ambaye kiukweli ana numbers nyingi sana. Yani ana numbers nyingi sana katika digital platform. Ukizingatia pia ndio kwanza amewakuta wasanii kama Diamond, Alikiba kwenye game, lakini ni msanii ambaye kiukweli na wakimbiza kimya kinoma noma. Kwa mfano ukiangalia kwa mfano namba zake pamoja na Alikiba na Diamond ni kama zinaelekeana hivi, lakini pia wametengeneza audience wao ambao kiukweli ni fan ambao ni nje ya kwa mfano ukiangalia zile feed za YouTube na vitu kama hivyo, wenyewe huku ndio tumeona mbabe ni nani, kwa sababu huku hakuna janja kwenye Spotify, huku hamna ujanja. Yani mtu akipata stream zake ni unaona kabisa kwamba hapa amepata kitu ambacho ana deserve, kwa sababu huku hakuna pay ads. Huku ni mtu ana streams, yani unatoa ngoma unaiweka humo, afu mtu yeye mwenyewe anaenda na stream analipia. Lakini kuna kulipia
Lakini pia ukiachilia mbali na kulipia, pia kuna zile unalipo kutokana na mtu anaye stream, kwa sababu kuna baadhi ya nchi pia wanalipia pesa kibao sana, pesa nyingi sana. Kwa mfano ukiangalia upande wa Alikiba miaka ya nyuma, katika digital moja hapo ambayo ilimuingiza fedha nyingi sana ni Apple Music. Ngoma ya Aje ilipiga streams za kutosha zaidi ya milioni 10. Alafu sasa kizuri zaidi ni kwamba katika zile streams katika kila streams alikuwa anapata dola 0.9 mpaka dola 1. Sasa ukichukulia ile dola 1 ile ambapo unakuta streams milioni 1. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa views milioni 1 maana yake dola milioni 1. Sasa piga hesabu kwa hela kibongo bongo, unaona kabisa kwamba ndugu yetu alikuwa anaokota fedha nyingi sana, japo alikuwa ni mkimi. Sasa hivi wasanii kwa mfano kama Mario, Zuchu, tunaona Nandy, Jux, Harmonize, Mbosso, hawa wote sasa hivi wanaingiza fedha za kutosha sana. Yani usije ukategemea labda pengine msanii anaweza aka drop sasa hivi. Kumbuka kipindi cha nyuma hizi digital zikuepo. Kwa hiyo sasa wananufaika vizuri zaidi katika hizi digital platform. Kwa hiyo nimeweza kuelezea vizuri sana, lakini pia nimpongeze Harmonize kwa sababu kwa huku kiukweli kazi inafanyika. Na tunaona hata ile ngoma yake ya Sing Again ilifanya vizuri sana, na ile ngoma imemuingizia fedha za kutosha, japo huwa wasemaji tu wasanii. Lakini tu hapa Mkubwa Media nitakuwa nakuelezea kinagaubaga. Sasa basi nikuelezee ni kiasi gani ambacho atakuwa amekitengeneza kupitia Spotify, ambapo kwa haraka kwenye vyanzo vyangu vya ndani kabisa ni kwamba msanii kwa mfano Harmonize atapata dola 6,000 kama itakuwa labda kiwango cha 0.003 katika stream moja, lakini kama ikiwa ni 0.005 itakuwa ni dola 10,000. Sasa ukiangalia dola 6,000 ndugu yangu kibongo bongo, hapa Harmonize amejizolea zaidi ya milioni 15 na laki 6 anaingiza mfukoni. Lakini pia ikiwa dola 10,000 ndugu yangu atakuwa na milioni 26. Sasa ndugu yangu milioni 26 ndani ya mfuko wa Konde Boy. Kwa hiyo kuna mmoja ama nyingine pengine labda kama na distributor ambaye anasambaza kazi zake. Mfano kama Waziki bana, Ziki ndio waga wana distribute ngoma za wasanii. Kwa hiyo unakuta hawa distributor bana pengine wanakata pasenti zao kwa baada ya kuweza kusambaza ngoma katika, lakini anachukua asilimia chache sana. Kwa hiyo wasanii bado wanavuta mkonjo. Kwa mfano unaweza kusema labda achukua milioni 1 labda kwa ajili tu ya kuweza kudistribute ngoma ya msanii. Kwa hiyo inaweza kumsaidia zaidi msanii kutengeneza maokoto mengi sana. Sikule poa, donesha maoni yako, share na subscribe.